Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Taarifa mbalimbali za michezo ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Stori kubwa ni kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo ambao ni Dar es Salaam Africans, mabingwa wa kihistoria dhidi ya mnyama au wanarunya ambao ni Simba Sports Club. Sasa moja kati ya stori ambayo imeonekana kuwa gumzo ni kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ambao tunasema kwamba ni TPLB, ambaye ni mzee Steven Mguto. Ameweza kuzungumza mambo kaza kwa kile kitu ambacho kilitokea kuahirishwa kwa dabi ya watani wa jadi. Nikimnukuu kile kitu ambacho amekizungumza Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu yani TPLB, anasema: nisingependa kuizungumzia barua ya Yanga na ningetamani nibaki kwenye mambo ya msingi na uendeshaji, na chombo kinachotumiwa ni bodi ya ligi kuu na mimi ndiye ninayeiongoza, na kwa sasa nikizungumza mimi nitaonekana nimechagua upande wa kusemea. Sisi kwenye mpira tunaamini mgogoro wote huku kwetu ni kasi wa kufanya maamuzi, na baada ya maamuzi waliamliwa kurejea tena kwetu, na jambo likifanyiwa maamuzi na kasi, basi jambo hilo litakuwa limekwisha kwenye changamoto husika, na sisi tunaamini maamuzi ya kasi ni sahihi. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ni kauli nzito ambayo alizungumza ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu yani TPLB, ambaye ni Steven Mguto, namna ambavyo barua ambayo ilitoka kasi inayowahusu mabingwa wa kihistoria ambao ni Dar es Salaam Africans. Unaweza kusema kwamba ni stori ambayo imeonekana kutembea kwenye mitandao ya kijamii kwa kiasi kubwa, namna ambavyo inazungumzwa na watu wengi, lakini pia wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa soka, pia mashabiki wa Simba, kuhusiana na sakata ambalo lilitokea, lakini ilipelekea klabu ya Young Africans kuweza kutumiwa barua na kasi na kusema kwamba Steven Mguto ambaye amezungumza kwa kiasi kikubwa kulingana na sakata kubwa ambalo lilitokea. Maybe tusubirie tarehe 15 Juni 2025 kwa sababu ndio dabi ya Kariakoo imepangwa kwenye tarehe hiyo, tarehe 15 Juni 2025 katika dimba la Stadio Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia majira ya saa 11 za jioni. Je, Young Africans watapeleka timu uwanjani au hawatopeleka timu uwanjani? Lakini pia kanuni zinasemaje kama timu haitopeleka timu uwanjani? Ni jambo la kuendelea kusubiria, mtazamaji wa Uondo TV, kwa sababu ni sakata ambalo limeonekana kuweza kuwanyongonyesha mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, lakini pia wadau wa soka kwa kiasi kubwa, namna ambavyo inazungumziwa kwamba ligi ya Tanzania ambayo tunasema kwamba NBC Premier League ni moja kati ya ligi ambayo inafuatiliwa na watu wengi, lakini matukio kama haya yamekuwa chanzo ya kuweza kunyongonyesha ligi ya Tanzania bara. Kwa kitu ambacho amekizungumza Steven Mguto, bado ipo room ya kuweza kujiuliza kwamba Young Africans inapaswa ipeleke timu uwanjani au Simba na wenyewe tarehe 15 kama Young Africans wakishindwa kupeleka timu uwanjani, kwa hiyo wana possibility kubwa ya kuweza kuachieve point 3 au alama 3 na kuweza kuchukua ubingwa kama mechi ambazo zimesalia wakifanikiwa kupata ushindi. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.